Wa fi riwaya, na katika riwaya ya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yeyote atakayefanya amal ambayo haipo katika jambo letu la dini atarudishiwa. Kwa hadithi hii ya pili wanasema ahlul ilm, hii ndio imeenea zaidi, kwa sababu ukisema ahdatha, atakayezusha, maana yeye ameanza uzushi. Mtu aweza akajitetea, mimi sio niliozusha bwana, hii ataingizwa kwenye hadithi ya pili, man amila amalan, yeyote atakayefanya amali ya kiibada ya kibid'a, ima yeye ndo mwanzishaji au amekuta imeshaanzishwa akafanya, ameingizwa kwenye hadithi hii, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Japokuwa wapo pia katika ahlul ilmi waliotumia hadithi hii man ahdatha fi amrina hadha, kusema kuwaingiza wote wawili, alianzisha na aliyefuata. Wakasemaje? Wakasema man anshaaha fahiya mardudatun alayhi, atakayeanzisha bid'a atarudishiwa. Wa man tabi'ahu ala dhalika fahuwa aidan amaluhu mardudun alayhi, na atakayemfuata mwanzishaji yeye pia amali yake atarudishiwa. Walau kana tabi'a, hata kama atakuwa ni mfuasi amemfuata mwingine. Lianna tabi'a aidan, kwa sababu kadhalika yule mfuasi aliyemfuata mwingine au aliyemfuata mwanzilishaji, muhdithun, na yeye ni mzushi, ameanzisha binisbati li ahli zamani, kuhusiana na watu watakaokuja katika zama zake. Kwa hiyo yeye anaitwa tabi', kwamba amefuata bid'a iliyoanzishwa na mtu fulani, lakini na yeye nyuma yake kutakuja kuwa na watu ambao watakuja kumfuata. Kwa hiyo yeye pia atahesabika ni mzushi, mwanzilishi katika kipengele hicho. Na haya sisi tunayaona, kuna watu wanasema sisi marehemu baba yetu alikuwa ana dhikri kila ikifika tarehe fulani ya mwezi fulani. Baba yetu tumemkuta kwenye mazingira hayo, sisi watoto wake tunaendeleza yale tuliyomwona nayo baba yetu. Kwa baba ameshakuwa nani? Mwanzilishi, japokuwa yeye naye akafuata kwa mashaka zake, lakini yeye kuna watu wanaiga kutoka kwake yeye, na yeye ni muhdith katika upande huo. Kwa hiyo hafanyi mtu bid'a ila aelewe kwamba atakuja kuhesabika na yeye ni mwanzilishi, atabeba mabalaa ya watoto wake na wajukuu wake na vitukuu vyake vitakavyokuja baada yake. Hii yote kuonesha hatari ya kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Walhamdulillah.